nini? Litakapoharibiwa. Ndugu zangu, angalia katika Al-Qur'anul Karim uzito wa ndoa. Mwenyezi Mungu asema wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha, tukatukua kwenu mithaqi, ilokuwa ahadi ilokuwa nzito. Unapooa ni ahadi nzito umeitukua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mithaq ghalidh. Ndo katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akatuambia alladhina yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Ukirudi katika aya niloisoma, Mwenyezi Mungu asema wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama. Tutapita viraa vyote viwili. Mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwamba mnayemuomba yeye kwa haki ya kizazi, na kuomba ya Rabbi kwa haki ya mjomba, na kuomba ya Rabbi kwa haki ya baba, na kuomba ya Rabbi kwa haki ya dada, na kuomba ya Rabbi kwa haki ya mama. Basi kile kizazi unachomuomba Mungu kupitia kile kizazi, mcheni Mungu kupitia hicho kizazi. Na kizazi hutoka wapi? Kwenye an-nikah. Ndugu zangu, an-nikah ndo yenye kutoa kizazi. Na katika qiraa kingine wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa bil arhami, ay wattaqullaha wattaqul arham. Ya kwanza ni wattaqullaha wattaqul arhama, ya pili wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa bil arhami. Na ndo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mistaki nitawilishe, mashekhe zangu wapo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia walladhina yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, wale ambao kwamba waliokata. Nimechukua kipande cha aya kwa sababu ya dhiki ya wakati na kuna msafara unaendelea kwenye shughuli nyingine. Mwenyezi Mungu asema wale wenye kukata yale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotaka waungwe. Nikaha ni kutungana, ndugu zangu, mke amtunge mume, mume amtunge mke, ndio maana ya nikah. Na kukikosekana nikah hupatikana uharibifu mkubwa. Leo tuwaona wangapi wamezaliana nje ya ndoa, watoto wanavyoharibikiwa na maisha, jamii inavyopotea mitaani, ni kwa sababu hawakupata an-nikah. Mimi nikome hapa, inshallah tutastafidi zaidi kwa walimu zetu. Wassalamu alaikum wal afwa minkum wa shukran jazilan lakum.